Asante sana Shadea Waris all the way kutokea Clouds Media Mikocheni Dar es Salaam headquarter. Mimi ni Ali Kashmiri kutokea Russia. So leo tupo kwenye cinema park ambapo kimsingi nimekuambia hapa kuna vitu vingi. Achana na hizi moto, hizi ni za ukweli. Kesho kupitia simulizi ya Central Clouds TV ndani ya Tochi nitakwambia kwa nini hili bunduki niliishika na hapa inafanya vipi kazi kesho. Sikilizia, nitakueleza mambo mengi zaidi, lakini kwa hivi sasa nikwambia kwamba nimekuandalia simulizi ya umuhimu wa amani na amani ambavyo imeweza kulindwa na kurejeshwa tena, hususan sio tu kwenye taifa la Russia bali duniani kote. Unafahamu kwamba vita pili ya dunia iliweza kuleta maafa makubwa na kuondoka na vifo vya zaidi ya watu milioni 25 mpaka 27. So kupitia Central Clouds TV jana niliweza kupita kwenye jumba la makumbusho la Victory Day na nimekuandalia makala hii fupi ambao una kila sababu ya kuitazama mwana Central na mtazamaji wa Clouds TV, and then baadaye tutakuja kuweka nukta kupitia Central ya leo ambapo kimsingi ina kila sababu ya kuweza kunufaika nayo. Mimi ni Ali Kashmiri, ninapo kuna jambo tupate nafasi ya kuungana kwa pamoja kwa ajili ya kutazama makala hii. Twenzetu. Huu ni muonekano halisi uliotengenezwa na Warusi katika jumba hili la makumbusho ambalo linaonyesha uhalisia toka siku ya kwanza ya uvamizi katika mchakato wa kuelekea vita ya pili ya dunia mpaka ilipomalizika na kupata ushindi tarehe 9 Mei mwaka 1945 baada pia za propaganda za hapa na pale. Kwa hiki ambacho unakiona ni ndani ya jumba la makumbusho ambapo unashuhudia vifaa vya kijeshi, maeneo mbalimbali ambayo yamepata athari kubwa katika muonekano wa maeneo kama haya kabla ya Wajerumani kutia sign ya makubaliano ya bila masharti yoyote ya kwamba vita sasa vimemalizika, maisha mengine yaweze kuendelea. Lakini uhalisia wa maeneo ambayo yaliharibika yalikuwa ni kama hivi ambavyo unashuhudia, na maeneo mengine ambayo nitapita na kukuonyesha katika jumba hili la makumbusho ya vita ya pili ya dunia mpaka kupatikana ushindi, ambapo Victory Day tarehe 9 ya kila mwaka wanasherehekea Warusi. Katika moyo wa mji wa Moscow, ndani ya eneo maarufu la Poklonnaya Hill, imesimama moja ya maeneo muhimu zaidi ya kihistoria duniani, Victory Museum. Hili si jumba la kawaida la makumbusho, ni sehemu inayobeba kumbukumbu za maumivu ya vita, ushujaa wa wanajeshi, machozi ya wananchi na ushindi uliobadilisha historia ya dunia. Kila ukuta, kila picha na kila silaha iliyohifadhiwa hapa ina simulizi ya kipekee kuhusu vita kuu ya pili ya dunia, vita iliyogharimu maisha ya mamilioni ya watu duniani. Leo tunafanya safari kupitia Central ya Clouds TV maalum kabisa ndani ya Victory Museum kufahamu historia yake, vitu vilivyopo humo na ujumbe wake mkubwa kwa dunia kuhusiana na masuala ya amani. Amani ni tunu, amani ni muhimu katika mustakabali chanya wa maisha ya kila mwanadamu. Ungana nami Ali Kashmiri, unisikiapo, unionapo, kuna jambo live kutokea Victory Museums hapa jijini Moscow. Wazo la kujenga jumba hili lilianza baada ya ushindi wa Umoja wa Kisovieti dhidi ya Ujerumani ya Nazi mwaka 1945, lakini ujenzi rasmi wa jumba hili ulianza miaka mingi baadaye kama sehemu ya kuhifadhi historia ya kila kitu, hususan Great Patriotic War. Makumbusho haya yalifunguliwa rasmi mwaka 1995 wakati Urusi ikiadhimisha miaka 50 tangu ushindi dhidi ya majeshi ya Adolf Hitler. Tangu mwaka huo, Victory Museums imekuwa moja ya vivutio vikubwa zaidi vya kumbukumbu za vita duniani. Maelfu ya wageni kutoka mataifa mbalimbali hutembelea eneo hili kila mwaka kujifunza historia ya vita na kuona namna dunia ilivyolazimika kupigania uhuru na amani. Moja ya maeneo yanayovutia zaidi ndani ya Victory Museums ni ukumbi mkubwa wa kumbukumbu unaohifadhi majina ya mashujaa wa vita. Ukumbi huu umejengwa kwa heshima ya wanajeshi na raia waliopoteza maisha wakati wa vita. Kwenye kuta zake kuna maelfu ya majina yaliyoandikwa kwa heshima kubwa. Unapoingia ndani, mazingira yake huwa ya ukimya mzito, kana kwamba historia yenyewe bado inaongea. Kwa wengi waliotembelea eneo hili, hapa ndipo wanapogundua gharama halisi ya vita. Ndani ya makumbusho haya pia kuna mkusanyiko mkubwa wa silaha
na vifaa vilivyotumika wakati wa vita kuu ya pili ya dunia. Kutoka mizinga mikubwa ya kivita, magari ya jeshi, ndege za zamani hadi sare za wanajeshi, vyote vimehifadhiwa kwa uangalifu mkubwa sana. Na moja ya taratibu na sheria unapoingia kwenye jumba hili, basi hauruhusiwi kushika chochote kile wala kupiga picha kwa kutumia flash ama mwangaza fulani ambao utamulika jambo hilo ama kitu halisi ambacho kipo ndani ya jumba hili la makumbusho. Baadhi ya silaha hizi zilitumika kwenye mapambano makubwa yaliyobadili historia ya Ulaya, lakini pamoja na ukubwa na nguvu zake, vifaa hivi leo vimekuwa alama ya onyo kwa dunia kwamba maendeleo ya kijeshi yasipotumiwa kwa hekima yanaweza kuleta maafa makubwa kwa binadamu na kusababisha vurugu, amani kutoweka, watu kufariki, na mwisho wa siku dunia ikawa sio sehemu salama ya kuishi. Moja ya sehemu zinazowagusa sana wageni ni diorama maalum zilizotengenezwa kuonyesha matukio halisi ya vita kwa kutumia teknolojia ya mwanga, sauti na picha kubwa za mazingira ya vita. Wageni hujikuta kana kwamba wapo katika eneo la mapambano kama ambavyo unashuhudia. Nilipata nafasi ya kuingia na kuona uhalisia wa picha zilizotengenezwa kana kwamba ni miaka 81 nyuma iliyopita, uhalisia wa vita, na nipo katika uwanja wa vita. Lakini si kweli, ni historia tu na nadharia halisi iliyotengenezwa ndani ya jumba hili la ushindi ambalo linafahamika kama Museums Victor Day. Kuna maonyesho yanayoonyesha mapigano ya Moscow, kuzingirwa kwa Leningrad na vita vya Stalingrad, mojawapo ya mapambano makubwa zaidi katika historia ya dunia. Hapa historia haisimuliwi kwa maneno pekee, inaonekana, inasikika na inahisiwa kana kwamba upo katika uwanja wa vita katika kipindi cha miaka 81 nyuma katika vita ya pili ya dunia. Lakini Victor Museum haizungumzi wanajeshi pekee. Ndani yake pia kuna simulizi za wananchi wa kawaida walioteseka wakati wa vita. Kuna barua za askari kwenda kwa familia zao, kuna picha za watoto waliopoteza wazazi wao, na kuna ushuhuda wa wanawake waliobeba jukumu kubwa wakati wanaume wakiwa vitani. Maonyesho haya yanaonyesha kwamba vita huwaathiri zaidi raia wasiokuwa na hatia. Na ndiyo maana ujumbe mkubwa wa makumbusho haya ni kulinda amani, na si amani ya Urusi peke yake, bali amani ya dunia. Licha ya kuzungumzia vita, ujumbe mkubwa wa Victor Museums si vita, bali ni amani. Makumbusho haya yanafundisha kizazi cha leo kwamba dunia inapokosa mazungumzo, matokeo yake huwa maafa makubwa ambayo yataleta vurugu, fujo na kutoweka kwa amani yenyewe. Makumbusho haya yanakumbusha kizazi cha leo kwamba dunia inapokosa mazungumzo, matokeo yake huwa maafa makubwa zaidi. Ndiyo maana shule, wanafunzi, viongozi na wageni kutoka sehemu mbalimbali duniani hutembelea eneo hili kujifunza historia na umuhimu wa kuzuia migogoro sehemu mbalimbali duniani. Kwa Urusi na mataifa mengine duniani, ushindi wa mwaka 1945 ulikuwa si tu ushindi wa kijeshi, bali ushindi wa ubinadamu dhidi ya chuki na ukatili. Miaka mingi imepita tangu milio ya vita kumalizika, lakini ndani ya Victor Museum historia bado inaishi. Ni sehemu inayotukumbusha kuwa amani si jambo la kawaida. Amani ni tunu, kama ambavyo taifa la Tanzania tunahubiri amani kila uchwao, si kwa bahati mbaya, lakini ni uhalisia wa matukio tuliyowahi kuyashuhudia na historia imeandikwa katika maeneo mbalimbali. Amani inalindwa kwa hekima, mshikamano na kujifunza kutokana na makosa ya historia. Na pengine hilo ndilo somo kubwa zaidi ambalo dunia inaweza kujifunza kutoka ndani ya kuta za makumbusho haya makubwa ya ushindi, Victor Museums, katikati ya jiji la Moscow hapa Russia. Ukweli ni kwamba gharama ya maisha ya mwanadamu yoyote, pamoja na kwamba kadari za Mwenyezi Mungu zinatufanya
tuweze kumwomba na amue yeye tunaishi lini na tunaondoka lini kwenye hii dunia. Lakini amani ni kitu cha msingi na muhimu, na kupitia makala ambayo tumeishuhudia wote kwa pamoja imetupa picha halisi ya namna ambavyo amani imepambaniwa, amani imeondoka na uhai wa watu wengi kwenye vita ya pili ya dunia. Kwa hiyo hususan kundi rika la sisi vijana tuna kila sababu ya kuendelea kuilinda na kuitunza amani yetu katika taifa la Tanzania, kwa kile ambacho tumekishuhudia kwenye makala hii, tukipita kwenye jumba la ushindi ambalo wanaita Victory Day Museum ama Victory Museum, kwenye kuonyesha ule uhalisia wa vitu vilivyohifadhiwa baada ya kumalizika kwa vita ya pili ya dunia. Na hiyo inatupa nafasi ya kuweka nukta hii leo kupitia Central Clouds TV tarehe 11 mwezi wa 5 2026, kolabo ikiwa ni kutoka hapa Moscow City pamoja na Dar es Salaam Mikocheni, Shadia Waris akipiga story pia na kutueleza sehemu ya collaboration iliyofanyika kati ya Clouds Media Group na Mdundu. Lakini wakati huo pia Malkia wa Nguvu inakwenda kupamba moto mwisho wa mwezi huu pale Arusha. Kwa hiyo naamini watu wa Arusha wako tayari kwa ajili ya kupamba usiku wa Malkia wa Nguvu na kwenye kukoleza levels, nami nikiendelea kukoleza levels kutoka hapa Moscow City. Niseme tu asante sana Mwana Central kwa kuendelea kusalia nasi kutoka mwanzo mpaka muda huu. Umekuwa ni wakati mzuri wa kuyafahamu mengi kwa siku ya leo, Jumatatu yenye tija na nguvu. Lakini pia shukrani za nguvu sana kwa Ali mapicha nyuma ya kamera katika kuhakikisha kila kitu kinakuwa mswano. Swahili wanasema kwamba kinakuwa parwanja. Wakati huo majira haya ya usiku kwa Moscow ni sawa sawa kabisa na Tanzania kwa eneo hili tulipo, lakini hapo maeneo ambayo hapa Russia tunatofautiana masaa zaidi ya 5. Kwa hapa Moscow ni the same time, hapa sasa hivi ikiwa ni saa 1 na nyumbani saa 1, ikiwa ni saa 3 wakati tunaelekea kumaliza Central na nyumbani saa 3. Lakini ipo miji mingine ambapo kama Vladivostok inapishana masaa 5, Kaliningrad lisaa 1, eneo kama Nizhny inapishana, Nizhny watu hatupishani kabisa na Tanzania. Kwa hiyo yapo maeneo yanapishana, yapo maeneo ni sawa sawia. Kwa niaba ya timu nzima ikiongozwa na JB Kazumba, Zizi Kindambo, Seni Miayo kutoka Clouds Media Group Mikocheni, Dar es Salaam Headquarters, niseme pia asante sana. Tukutane kesho panapo hai na uzima, na kesho kuna good story kuhusiana na ndugu zangu wa Bongo Movie nimewaandalia, na itakuwa ni tour nzuri ambayo ina cha kujifunza ndani yake ili kuongeza thamani kwenye shughuli zetu za utafutaji fedha. Bye bye, endelea kusalia na Central na Clouds TV popote pale ulipo. Usiku mwema.